كلنا يوما إلى دار البقاء سنذمع. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، ولقد فاز المتقون. Ndugu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka rehma na amani zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, awali ya yote ninakuhusieni sambamba na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wamefaulu wale ambao watakaokuwa ni wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha haya ya dunia. Ndugu zangu Waislamu, tupo katika mwezi wa Dhulqa'da, na biidhnillah subhanahu wa ta'ala, baada ya mwezi huu wa Dhulqa'da, mwezi unaofuata ni mwezi wa Dhulhijja, mwezi ambao umekusanya mabora ya aina mbalimbali, ambayo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ameujulisha umma ya kwamba wakiyafanya mabora hayo katika mausiku hayo au katika masiku ya mwezi wa Dhulhijja, basi kuna kheri nyingi na kubwa ambazo zinazopatikana kwa yule ambaye atakayefanya matendo yaliyokuwa mazuri katika mwezi wa Dhulhijja. Na katika masiku ambayo yameainishwa Muislamu akifanya matendo yaliyokuwa mema atapata ujira uliokuwa mkubwa zaidi, ni masiku 10 ya mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja. Yule ambaye atakayewafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi anatakiwa ajikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya taat za aina mbalimbali, kwa sababu bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ameyasifia matendo ambayo yatakayofanywa katika mausiku 10 ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Basi matendo hayo ni matendo ambayo yanayopendwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko ni masiku mengine. Maneno hayo aliyasema mtume sallallahu alayhi wasallam, na masahaba radhiyallahu ta'ala anhum
wakawa wameshangaa, wakamuuliza wala aljihad, hata jihadi pia inashindwa ubora na yule ambaye atakayefanya matendo mema katika masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wala aljihad, hata jihadi pia inashindwa ubora wa matendo yule ambaye atakayefanya matendo mema katika masiku 10 ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amemuainisha mtu ambaye atakayemshinda ubora yule ambaye atakayefanya matendo mema katika masiku 10 ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi shay, mtu ambaye atakayemshinda ubora, ambaye atakayefanya matendo mema katika masiku 10 ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja, ni mtu ambaye aliyetoka katika nyumba yake akaenda kupigana jihadi, alafu akawa hakurejea yeye pamoja na mali zake pia hazikurejea. Mabora ya mtu huyu ndiye atakuwa zaidi ya mabora yule ambaye aliyefanya matendo yaliyokuwa mema katika masiku 10 ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja. Ndugu zangu Waislamu, haya masiku si masiku ambayo wewe unatakiwa ufanye mchezo, si masiku ambayo unatakiwa uwe mpuuzi. Ni masiku ambayo unatakiwa ujikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni masiku ambayo unatakiwa ujitahidi uwe tofauti na masiku mengine, kwa sababu haya masiku yule ambaye atakayeyatumia vizuri, basi ajue kabisa ataenda kukutana na khairi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min a'zami al-a'mal allati yumkin an yuaddiyahu al-muslim fi hadhihi al-ayyam al-'ashr, na miongoni mwa matendo yaliyokuwa makubwa, matendo yaliyokuwa bora ambayo inawezekana Muislamu akayatekeleza katika masiku haya 10 ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja, jambo la kwanza ni al-hajj, kuhiji. Jambo la hija hili, yule ambaye atakayekuwa na uwezo, basi ni ibada ambayo Muislamu anatakiwa aweze kuitekeleza katika masiku haya ya mwanzo, masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Wa huwa ruknun min arkani al-islam, na hii hija ni nguzo miongoni mwa nguzo za Islam. Qala sallallahu alayhi wasallam, yule ambaye anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man hajja lillah falam yarfath walam yafsuq raja'a ka yawmi waladtu ummuhu, yule ambaye atakayehiji kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakuzungumza maneno ya kipuuzi na wala hakufanya ufasik, basi mtu huyu atarejea katika maeneo yake kama jinsi ambavyo alivyozaliwa kutoka katika tumbo la mama yake. Haya ni mabora ambayo anayoyapata yule ambaye atakayeenda kuhiji na akahiji kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na akatekeleza yale yote ambayo anatakiwa ayatekeleze yule ambaye alienda kuhiji. Basi haya ndiyo malipo, atarudi katika makazi yake au katika nchi yake au katika sehemu yake kama jinsi ambavyo alivyozaliwa na mama yake, kwa maana atakuwa hana madhambi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mtu ambaye atakayefanya hija ambayo iliyokubalika, basi mtu huyu hatakuwa na malipo yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atampa malipo yake. Kwa hiyo Waislamu, jambo la kuhiji ni jambo ambalo Muislamu anatakiwa aweze kulitekeleza katika masiku haya 10 ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja, ambapo hija hii Muislamu hataweza kuitekeleza katika masiku mengine. Ndugu zangu Waislamu, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, afdalul jihad hajj mabrur, jihadi iliyokuwa bora ni hija yenye kukubalika. Kuna baadhi ya Waislamu ambao nafasi wanayo, uwezo wanao wa kwenda kuhiji kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Waislamu wanapuuzia,
pesa anazo, wakati anao, afya ya kwenda Maka kwa ajili ya kwenda kuhiji anayo, lakini Muislamu kutokamana na kutokujua umuhimu wa ibada hii, Muislamu anaacha. Inafikia hatua Allah subhanahu wa ta'ala anamchukua hali ya kuwa hakuwahi kwenda kuhiji hata siku moja, hali ya kuwa Allah tabaraka wa ta'ala alimpa uwezo wa kuweza kwenda huko. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, man istata'a ilayhi sabila, yule ambaye atakayekuwa na uwezo wa kwenda kuhiji basi aende, kwa sababu njia iko wazi. Yepi ambayo Waislamu wanazingishia leo, ikafikia hatua Muislamu akaacha kwenda kufanya hija, kwenda kufanya ibada hii adhim, anaona kwamba ule muda ambao atakaotoka katika mji wake kuelekea kufanya ibada hiyo, kuna baadhi ya vitu ambavyo vitampita, biashara zake zitasimama, yawezekana atarudi nyuma kiuchumi. Lakini haya ni mambo ambayo Muislamu unawaza tu, lakini tambua kabisa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kama alikupa uwezo na ukashindwa kwenda kutekeleza ibada hii, basi utaenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, lakini pia vile vile katika ibada adhim na katika mambo ambayo Muislamu anatakiwa ashikamane nayo, pale ambapo atakapokuwa taarifa ya kwamba mwezi wa Dhulhijja tayari umeandama, miongoni mwa mambo ambayo Muislamu anatakiwa jipambe nayo ni at-takbirat. Ni Muislamu kutoa takbira kwa wingi kuanzia ile tarehe moja ambayo mwezi wa Dhulhijja umeandama mpaka pale ambapo zitakapokuwa zimemalizika ayamu tashriq. حيث أمر الله سبحانه وتعالى أن يذكروه في أيام معلومات، pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alipotuamrisha au alipoamrisha atajwe yeye Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku maalumu ambayo ni masiku haya 10 ya mwanzo ya mwezi Dhulhijja. Wa kana ibn Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum yakhrujan ila as-suq fi ayyam al-ashr yukabbiran wa yukabbiru an-nas bi takbirihima. Alikuwa Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu walikuwa wakitoka wakielekea sokoni katika haya masiku 10 ya mwezi Dhulhijja wakiwa wanatoa takbira, na watu wakawa wanatoa takbira kupitia takbira za Umar na Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Haya ndiyo mambo ambayo walioshikamana as-salafu salih, wema waliotangulia, ambaye wewe Muislamu unatakiwa uwaige wao. Inapokuwa imeingia tarehe moja ya mwezi wa Dhulhijja, ukipata wasa, ukiwa umekaa nyumbani, ukiwa unatembea, ukiwa sokoni, ukiwa katika biashara zako, basi jitahidi kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutoa takbira kwa wingi, kwa sababu haya ndiyo ambayo waliokuwa wakiyafanya wema waliotangulia radhiyallahu ta'ala anhum. Lakini pia vile vile katika matendo ambayo Muislamu pia si vibaya na wala si haram kuweza kujipamba nayo ni as-siyam, ni kuweza kufunga katika masiku haya 10 ya mwanzo ya mwezi Dhulhijja. Siyamu yaumi Arafa liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, siyamu yaumi Arafa ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qabla wa sanata alladhi ba'da. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa ibada adhim inayopatikana katika masiku haya 10 ya mwanzo ya mwezi Dhulhijja ni hii funga ya Arafa, funga ambayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ameisifia kwa sifa iliyokuwa kubwa. Ikiwa kama Muislamu matarajio yako ni kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa anakufurahikia, hauwezi wakubali uweze kupitwa na funga hii ya Arafa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hii funga ya Arafa yeye anataraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala aweze kumsamehe madhambi ya mwaka ambao uliopita na mwaka ambao unaokuja. Hii ni ofa ambayo wewe Muislamu hutakiwi ukaiacha ipita hivi hivi, kwamba ukifunga ile siku ya Arafa Allah subhanahu wa ta'ala anakusamehe makosa yako ya mwaka ambao uliopita na mwaka ambao unaokuja. Lakini kuna baadhi ya Waislamu
ambao wanajua kabisa kwamba leo ni siku ya Arafa, lakini Muislamu hawezi kufunga. Anaona kuweza kujiziwia kuanzia kuchomoza kwa alfajiri mpaka kuzama kwa jua. Muislamu anahisi kana kwamba amepoteza vitu vingi hapa, kuna vitu au kuna vyakula vingi vitampita. Anaacha kufunga Muislamu na anakula mchana bila ya kutambua ya kwamba hii siku ya Arafa, mtu ambaye atakayefunga hii siku ya Arafa atambue kabisa kwamba atachuma thawabu nyingi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم واستغفروه يغفر لكم إنه هو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Katika funga ambazo Muislamu anatakiwa au anaruhusiwa kuweza kufunga katika masiku haya 10 ya mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja, tumeona kwamba ni funga ya Arafa ambayo Muislamu ataifunga tarehe 9 katika mwezi wa Dhulhijja. Lakini pia vile vile kuna masiku 8 ya mwanzo kabla ya kuingia ile siku ya Arafa. Pia Muislam anaweza akafunga, yule ambaye anaweza akaanza kufunga kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 8, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesifia ya kwamba matendo ambayo yanayofanywa katika masiku 10 ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja ni matendo ambayo yanayopendwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko ni matendo yanayofanywa katika masiku mengine. Kwa hiyo funga pia vile vile ni katika amali salihah, ni katika matendo ambayo yaliyokuwa mema, matendo ambayo anayoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Muislamu ambaye anaweza kufunga akawa ana afya iliyokuwa nzuri, anashauriwa pia vile vile asiache kufunga katika masiku haya 8 ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja ambayo atakayounganisha pamoja na siku ya Arafa. Ndugu zangu Waislamu, masiku haya 10 si muda mrefu, yanakuja na yanatufikia. Ni juu yako wewe Muislamu kuweza kujiandaa, kuweza kudhamiria kwamba atakapokuwa yameingia masiku hayo 10 ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja ambao ndio mwezi unaokuja baada ya mwezi huu wa Dhulqa'da, jitahidi Muislamu uweze kumrejea Allah subhanahu wa ta'ala. Jitahidi Muislamu uweze kufanya matendo yaliyokuwa mema. Jitahidi Muislamu usimkosee Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku haya, kwa sababu ni masiku bora zaidi ambayo yanayopatikana katika ulimwengu huu, ambayo wewe Muislamu ya kukupita hautakuwa na uhakika ya kwamba mwaka unaokuja unaweza ukayafikia masiku haya. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akikupa nafasi, akikupa fursa ya kuweza kuyafikia masiku hayo, basi jitahidi uyashughulikie kweli kweli, urejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya matendo yaliyokuwa mema yote ambayo unayojua hili tendo analipenda Allah subhanahu wa ta'ala. Kama una uwezo wa kuweza kulifanya katika masiku hayo 10 ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja, basi jitahidi uweze kufanya ili uweze kuvuna thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia vile vile ومن الأعمال التي ينبغي الحرص عليها في 10 ذي الحجة نحر الأضاحي. Katika matendo pia vile vile ambayo Waislamu wanatakiwa yapopie, wawe na pupa ya kuweza kuyafanya katika masiku haya ya Dhulhijja, masiku ya mwanzo 10 ya mwezi wa Dhulhijja, matendo ambayo Muislamu pia anatakiwa upupie kuweza kuyafanya ni kuchinja mnyama. Na ndio maana katika haya masiku 10, ile siku ya 10 inaitwa Eid al-Adha, kwa maana idi ya kuchinja. Yule ambaye aliyejaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa na kichinjwa, basi ile siku ya 10 ndiyo siku ambayo anatakiwa aweze kumchinja huyo mnyama wake. Na hii ni ibada ambayo Waislamu wengi sana tumeipuuzia kwa kujua kwamba ni gharama kubwa sana kuchinja, hali ya kuwa kama Muislamu ukiwa na dhamira
na ukawa unania kweli kweli, unaweza ukalitekeleza jambo hili hata wewe mwenyewe nyumbani kwako na familia yako. Ni jambo tu la kujipanga. Kwa mwaka huu mimi nataka nichinje mbuzi, mwaka huu nataka nichinje kondoo. Unajipanga muda gani? Ukijipanga mathalan kuanzia Eid al-Adha inapokuwa imalizika, ukasema kwamba insha Allah taala ninaanza kuweka pesa kwa ajili ya kuweza kuchinja katika Eid al-Adha inayokuja, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atanifikisha, uwezo wa Waislamu kuweza kuchinja upo, tena kwa asilimia kubwa sana. Kwa nini Waislamu tunashindwa? Ni kwa sababu Waislamu wengi tumeona ya kwamba jambo hili la kuchinja, kuna baadhi ya watu ambao wanahusika na jambo hilo. Hata kama hatukuchinja sisi, kuna watu ambao watakaotuletea. Tambua Muislamu, yule ambaye aliyekuletea ule mnyama, yeye ndiye anapata thawabu zile ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziahidi kumpa yule ambaye atakayechinja mnyama siku hiyo. Ama wewe unayekula hauwezi kupata thawabu za yule ambaye aliyechinja yule mnyama. Kwa hiyo Waislamu tutambue ya kwamba kuchinja ni ibada adhim, ni ibada kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameielekeza, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ameielekeza. Hatuchinji kwa sababu Waislamu tumetoa ule umuhimu wa ibada hii. Lakini lau kama tukiwa na hirs na pupa ya kuweza kuchinja wanyama katika Eid al-Adha, basi yawezekana 90% ya Waislamu wanaweza wakachinja. Kila nyumba yawezekana kila mmoja akachinja. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi mpaka kufikia siku ya 10 bado kuna siku. Kwa yule ambaye atakayekuwa na kipato cha kawaida kwa Muislamu, anaweza walau akajichenga kuanzia leo mpaka kufikia ile siku ya 10, anaweza pia akachinja walau mbuzi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam imethibiti kwamba yeye alichinja katika hadithi ambayo ameisimulia Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qala nahara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam biyadihi 7 badan qiyaman wa dhaha bilmadinati kabshayn amlahayn aqranayn. Hii ni hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu akithibitisha ya kwamba Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alichinja kwa kutumia mkono wake wanyama 7. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam alichinja kondoo wawili akiwa katika mji wa Madina. Sasa wewe Muislamu ambaye leo hii yawezekana ukanunua hata mbuzi wawili, watatu, wanne, hauchinji. Na kuna Muislamu mwingine si kununua, ana mifugo nyumbani kwake, anafuga kondoo, anafuga mbuzi, ana mbuzi zaidi ya 10, lakini inafika ile siku ya kuchinja, Muislamu hachinji hata mbuzi mmoja. Na si mbuzi wa kununua, ni mbuzi wake ambaye anawafuga yeye nyumbani kwake, lakini hachinji. Na Muislamu yuko tayari kuwapeleka wale mbuzi wake sokoni kwenda kuwauza, anaenda kuwauzia wale ambao wanaochinja, ila yeye nyumbani kwake haachi hata mbuzi mmoja, kwamba mimi nitamchinja mbuzi huyu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Waislamu tubadilike, tujue kabisa kwamba jambo hili la kuchinja ni ibada ambayo inamhusu kila Muislamu ambaye atakayekuwa na uwezo wa kuweza kuchinja. Na ibada hii si maalum kwa ajili ya watu fulani. Na ibada hii haikuja kama wewe Muislamu usubirie kutoka kwa mtu fulani akuletee ndio ule. Wewe pia unaweza ukachinja nyumbani kwako na ukawapa watu wengine wakala, na ukapata thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu,
tujiandaeni kwa ajili ya kupokea masiku hayo 10 ya mwanzo ya mwezi Dhulhijja, ambao si muda mrefu tutakuwa ni wenye kuingia katika masiku hayo. Tujitahidi sana kwa ajili ya kuweza kufanya matendo yaliyokuwa mema katika masiku hayo. Yule ambaye atakayeweza kufunga afunge, yule ambaye atakayekuwa na uwezo wa kutoa sadaka atoe sadaka, yule ambaye atakayekuwa na uwezo wa kuweza kuwafanyia wema wazazi wake wawili kwa wingi, basi anatakiwa ajitahidi, kwa sababu hayo yote yanaingia katika ile jumla ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyaita kwamba ni matendo yaliyokuwa mema. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب الدين، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.